Baba, katika jina la Yesu Kristo nimekuja mbele yako asubuhi ama siku hii ya leo nikisema asanti. Mwana wa Mungu, pokea sifa, pokea utukufu Yesu. Wewe ambaye ulisulubishwa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu. Pokea sifa mwana wa Mungu. Sema kupitia mimi. Nabarikisha huyu ambaye ananisikia na ninakataa nguvu za giza within where I'm studying. Na mpaka mahali huyu ambaye ananisikia hako ninakataa nguvu za giza katika jina la Yesu Kristo. I dedicate myself to you Jehovah. Nitumie kama ilivyo mapenzi yako. Nena kupitia ulimi wangu. Sema Baba. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. My brother, my sister, nimeokoka. Yesu ni Bwana siku ya leo. Amenilinda. Namfurahia kwa sababu anaandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. I love this ministry ya kuhubiri injili sana. Naipenda sana. Mungu akubariki, akutendee vyema na azidi kukuinua, azidi kukupenda. Nimeokoka. My brethren, na kwa wale ambao mjaokoka, hata na nyinyi mko na nafasi mbele ya Mwenyezi Mungu, maana anawapatia anasema wakati wa neema ndio huu. Lakini sikieni, inafika wakati, na nikisema wakati, tunaenda mbinguni sisi ambaye tumeokoka. Na Yerusalemu ingali inatugojea pale juu mbinguni. Na niseme aje, tukifika kule, kuna wengine watafurahi na wengine watakuwa wanaangalia taji zao wakisema, ai, Mungu wangu, kwa nini yangu iko hivi? Sikia hii. Ninaambianga mimi si mzuri kwa kusoma. Kitabu ni Revelation 22, chapter 22 Revelation, ambayo inaongea kuhusu mji wa mbinguni. Na hii ni maono ilionwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni prophet wa Mungu na katika Kristo aliishi. Chapter 1 ambaye ni 22 verse 1. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of its street, and on the other side of the river, was a tree of life, which bare 12 fruits. Each tree yielded its fruit every month. The river of the tree were for the healing of the nation. Hebu nikwambie hii. Mateso ambayo unayapata wewe kama Mkristo ambaye ameokoka, tukifika mbinguni, Kristo, ile ilikuwa Pasaka ya mwisho. Wakati Kristo alikaa na wanafunzi wake wote katika nyumba moja, upper room, wakiwa wamezingira ile mesa, na Kristo akawa katikati yao na akawapatia Holy Communion. Niite Holy Communion. Pasaka ilikuwa ya mwisho kabla Kristo hajakufa. Sikia hii. Wakati Kristo alipateki na wanafunzi hiyo last meal, aliwaambia, wakati umefika, ninaenda mbinguni. Na nikienda, Roho Mtakatifu atakuja na msiende mngojee. And ikifika mwisho, Kristo arudi. Baada ya kazi yote itafanyika hapa duniani, hukumu, na wengine waondolewe motoni wapelekwe huku, Kristo ataongoza wale ambao wataingia Yerusalemu mpya. Na wakiingia tu, ile kitu itakuwa ya kwanza kufanywa mbinguni. Hiyo last meal ambayo alikula na wanafunzi, aliwaambia, nitawaambia nikifika nyumbani itakuwa ni celebration ya kwanza, itakuwa ni hiyo. Na tutakaa na nyinyi. Kristo atakaa na wanafunzi na wale saints wote ambao wametoka duniani wakiwa wameokoka
katika hiyo round table, na hapo itakuliwa kama ile ilikuliwa last supper, itakuliwa first supper now in the kingdom of heaven. Na hapa ndio Kristo anasema, hapo ndio nitawaelezea maana ya mambo mingi. Sasa tuko hapa chapter 22 ya Revelation verse 2. Now verse 2 pale mwisho ukienda kumaliza kuna mahali inasema, the leaves of the tree were for the healing of the nation. Sasa sikia hii. Mateso ambayo unayapitia siku ya leo, matusi ambayo unayapitia siku ya leo maana umeokoka, majaribu ambayo unayapitia siku ya leo kwa sababu umeokoka, ni kama safari. Wakati utafika mbinguni kutakuwa na kulipwa, na hii kulipwa haitakuwa na mwisho. So wakati mtu anasema haya ni mjinga, umekaanga, umeokoka, haya ni fara tu, hiyo tu si peke yake. Tukifika mbinguni kulingana na hii maandiko ninakusomea hapa, yale majani ya mti ambao utakuwa katika ile paradise, the leaves of the tree were for the healing of the nation. Now, and there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve with him. They shall see his face, and his name shall be on their forehead. Jina la Kristo litakuwa limeandikwa hapa kwa forehead yetu. Sasa sijui kama atakuwa ameandika hili Kristo tunatumia alitupatia hapa duniani, ama kutakuwa na lingine ambao tutakuwa tumepewa huko mbinguni ambao itakuwa imeandikwa katika our forehead. Hiyo ni maandiko. He shall see his face, asema Yesu, and his name shall be on their forehead. There shall be no night there. There shall be no longer, there shall be no lamp, no light of the sun, for the Lord God give them light. And they shall reign forever and ever. Watatawala milele na milele. Then he said to them, these words are faithful and true. And the Lord God of holy prophet set his angels to show his servant the things which must shortly take place. Behold, I am coming quickly. Sikia hii. Kutakuwa na mto ambao utakuwa umetoka kwenye kiti, chini ya kiti ya Mwenyezi Mungu, ambao utakuwa unaflow maji yakielekea katikati ya Yerusalemu. Na kando ya huu mto kutakuwa na mti wa uhai ambao unazaa, huwa unatoa matunda mara 12 kwa mwaka. Kwa hivyo Januari itakuwa inazaa, mwezi wa pili itakuwa inazaa, mwezi wa tatu itakuwa inazaa, mwezi wa 4 na Juni itakuwa. Ile matunda tutakuwa tunakula. Ile ambayo yametoka Januari tunaikula sawa sawa mpaka mwezi wa pili. Ikienda kumalizikia wakati tunatafuta imebaki, ya mwezi wa pili inakuwa namna hiyo. Tunakula milele na milele. Mto wa uhai umepitia katikati ya Yerusalemu. Mahali kutakuwa na maji ambayo yako uhai. You want to miss this? Kaa tu kwa dhambi. You desire uende katika ufalme wa mbinguni kama mtakatifu. Kristo amekuwekea mbele yako uchague mema na maovu. Uchague. Sasa saa zingine nikiangalia yale maono niliona huko mbinguni, wakati mmoja nikiwa tu nimepelekwa huku, nafikiri ilikuwa hii wakati nilikuwa
naona kina mhubiri alikuwa anaitwa Mlima. Nikitembea kule, tukitembea na Kristo na malaika kule, kuna mama niliona akipitia kando ya mto huu wa uhai. Alikuwa anapitia kando ya mto wewe. Nisiuite mto wa uhai, maana kuna ule mto ninaona pale, nilikuwa naona akipita mama ambaye alikuwa anaenda na swag. Na alikuwa mnono, alikuwa mkubwa, alikuwa na mwili kubwa. Lakini alikuwa anatembea na swag. Mpaka unapenda. Hii ni yenu wa mama. Kama ungelipenda utatembea biguni na swag. Hiyo ambayo unatafuta duniani hakuna mtu anaiona. Niliona huyo mama akitembea ametoka upande wa kushoto. Akiteremka na huu mto. In fact alikuwa kando ya mto. Akitembea na alikuwa upande ule, juu mimi nilikuwa upande huu mwingine. Alikuwa anatembea pale na swag. Mama mrembo. Akiwa katika biguni. Sasa nikaa namfuata nijue mahali anaenda na masho. Alitokea tu alisijui alikuwa ameshika nini na mkono. Alikuwa anatembea na swag. Sasa nilikuwa ninaona huyu ni mama huyu. Ni kama wale wa dunia. Juu mpaka matiti nilikuwa ninaona. Ako na hips. Alikuwa anatembea na swag. Akiwa anatembelea kwa huo mto. Akiwa ameshikilia Biblia. Unajua wakati nilikuwa kijana, kuna vile tulikuwa tunakutana na wasichana tauni ya kwetu. Wanakulingia juu unajua unawapenda na hawezi kukubali wewe. Anatembea na swag. Sasa niliona swag zaidi ya hiyo katika ile sehemu. Mama anatembea vizuri. Nikaa nauliza huko anaenda ni wapi? Sikujibiwa. Juzi hapa nikafungua tu kwa mitandao. Nikasikia jamaa ama a brother ambaye alikuwa amepelekwa biguni. Hii naye aliona ingine. Ati wale watoto ambao wanatolewagwa mimba wakiwa wanakufa, mimba inatolewa. Na juu hakupewa nafasi ya kusikiliza kukuja duniani wasikize neno hili wamjue Kristo hata perspective ya kuwa duniani. Maana wao huwa wanakufa wakiwa hawajaona dunia. Wao kuna mahali wamewekwa na Mwenyezi Mungu wakiwa pamoja wote ambao wanatoka wakiwa wanatolewa mimba ama wanakufa kabla hawajakuja duniani. Kuna mahali wamewekwa. Sasa huyu mama huyu niliona akitembea na swagi. Ndiye anakuaga mwalimu wa hawa watoto. Maana lazima wafundishwe kuhusu Kristo. Na ujue wakati Kristo alikuwa hapa duniani, alipouawa alienda kusimu. Na akaenda akaingia kule akanyang'anya shetani funguo. Ako na zote ya mauti na ufalme. Sasa huyu mama kulingana na maono ya huyu ambaye nimekuja kuona, alikuwa anapita hivyo mbele hapo akiwa anaenda mahali anaenda kufundisha. Sasa shida, sijui alikuwa ametoka wapi na huko juu. Maana wakati nilianza kutembezwa huku biguni, kuna mahali tuliteremka hivi nikakuta nikafunguliwa, nikaelezewa hii ni geti ambayo inaingia paradise. Mahali Yesu Kristo alielezea wale waizi wawili, mmoja wao nitakuwa na wewe leo jioni paradise. Sasa kuna mahali huwa anawekwa wale ambao wameenda wakiwa wameokoka na wale ambao wameenda wakiwa wameshinda yote ya dunia. Hawa sasa huwa anapewa nguo ya white, kanzo. Kila mmoja akipiga kelele ni nini, naye Kristo anafungua mlango anarushia. Nadhani yule mama alikuwa ametoka sehemu ile. Sasa ametoka anaenda kufundisha watoto. I like there. Napenda huku. Sasa sikia hii. Kule tutapewa nyumba imetengenezwa na gold na mawe mengine ya biguni ya beikari kushida akina gold. Sasa sijui kama kutakuwa na vitanda. Na sijui tutakuwa tunaishi maisha gani huko juu. Biblia inasema ni milele na milele. Na ujue huko Kristo atakuwa pamoja na sisi. Na hii nafasi nimepita kule ama wakati nimeruhusiwa kuingia. Unajua wakati unatembea biguni, nao malaika wako kazi zao tu, mnapitana huko tu. Unasikia huyu ndiye anaitwa fulani, ndiye huyu amepitia hiyo njia anaenda. Wakati ninaigizwa ili niende nikaonyeshwe mahali watu ambao wamefungwa ambao wametoka duniani wakiwa hawajaokoka. In fact ukiwa katika hii kingdom ya mahali Yesu wako, hii sero ni mahali chini kiasi. Ni mahali chini upande wa kushoto. Na upande wa kulia chini hapa
Kuna mahali nilionyeshwa, sasa nikawa naonyeshwa mahali shetani naye kidomo yake iko. Sasa malaika hawa mnakutana na hao huko. Sasa huku unapewa uwezo wa kuona kila kitu. Unakutana hao na malaika ni wawili wanaenda wakiongea. Wanaenda mahali fulani. Natamani hii. Sasa wakati moja nikagojeka. Na Kristo akaninenea. Lakini saa hiyo akawa anataka kubeba mama yangu. Ni wakati wa zamani huo. Lakini sasa wakati Kristo aliongea juu mbinguni akatuma malaika wanne, akawaelezea, endeni mniletee yule. Sasa ikawa ni mam, nao malaika wakafikiria wapitie kwangu. Sijui kama walikuwa wamepewa assignment, walipita tu kwangu. Na nilikuwa mgonjwa. Walikuja tu pole pole, asifu ni kimchezo. Mtu anaonaga kama ni mchezo. In fact wakati watu wengi wanaenda kukufa huwa anaona. Nikifikia hapo wewe anaona tu. Yaani mtu ni mgonjwa wako kwa kitanda. Sasa unaingia dunia ingine ukiwa umegojeka, ndio hiyo unasikiaga mtu wako koma. Wengi huwa anaona mambo huko. Sasa mimi nilikuwa nimegojeka hapa, nimekaa kwa kitanda. Ni miaka wewe hapo tu baada ya John kukuja kwangu. Ni miaka hapo nyuma sasa baada ya John. Nimegojeka, sijui nilienda Thika kukakaa nikawa na malaria, sasa ikabidi nirudi nyumbani nipone. Sasa nikiwa katika ile kitanda nimegojeka kabisa, hata sina nguvu. Ni zile ndoto unaotaka hujui uko wapi. Ghafla mamu akiwa amekaa, alikuwa tu kitchen. Wale malaika wakakuja tu. Wakatelemuka. Na maana mamu alikuwa anateswa na dadi, alikuwa analala kitchen mara nyingi. Wale malaika ili waingie kitchen, kulikuwa na nyumba yangu hapa. Wakafikiria kwanza waingie kwangu. Wakawa wanaongea wakiwa wamesimama kwa mlango ya nyumba ninalala, na mlango ya kuingia kitchen mahali mama alikuwa analala juu yake anataka juu ya kupigwa na dadi sana, hakuwa anapenda sana kulala bedroom yake na dadi yao. Sasa alikuwa analala kitchen hapo, na juu kulikuwa compound imefunikwa iko na fence vizuri. Sasa hao malaika walikuja wakiwa waina na kamashera ile inabebaga watu hivi wakiwa wagonjwa. Wakaanza kuulizana, si tumeelezewa tubebe huyu. Sasa malaika mmoja akaniangalia nimelala hapa, ninaangalia juu. Si tumeelezewa tubebe huyu. Huyu malaika mmoja akasema hapana, si huyu, tumeelezewa tubebe ule. Sasa nikaona ni mamu anaelezewa abebe. Well, wakasema hapana, ngoja twende na huyu. Wakasema tusiwe na argument. Hao wenyewe wakanichukua pole pole, wakaniwekelea kwa mashera. Sasa ile kitu fani, wakati wananishukua ili waniwekelee kwa hika kitanda, mmoja tu alinishika. Walinishika wakaniwekelea juu. Sasa nikaangalia, nilizoa tu kichwa nikaangalia. Nikaona mahali mwili yangu imelala na nimegojeka saa hiyo, niko serious. Mwili joto nafikiri ilikuwa over 40. Wakaenda na mimi tu. Ghafla ndio hiyo wakafika kwa mlango, ikafunguliwa na Kristo akasimama mbele yao kabla hawajaingia. Akaelezea hapana, mimi sikuambia mshukue huyu, niliwaambia mshukue yule. Nikaona mama. Lakini wakaelezea muingizeni huko, mtembee na yeye. Muonyeshe ni tu, alafu mrudishe. Mrudi na yeye. Muonyeshe tu juu mmemlete. Ni kama bypass. Ni kama vile tunasemanga. Anyway, wakaelezea juu mmemlete, muingizeni mumtembeze kidogo waone. Sasa hapo ndio unakutana na malaika. Wamefurahi, wanafanya kazi zao huku. Huyu wako katika hii, huyu wako katika hii. Unaangalia pale, ukafunguliwa macho, unaona kati ya hii, maana kuna vale unaona Yerusalemu, unaletewa karibu. Unaona malaika wengine wamekanyaga kwa gazi wanafanya finishing. Sasa nilifurahi kuona hiyo. Na kisha nikarudishwa. Niliporudishwa, nikarudishwa tu kwa kitanda. Nililia kwa sababu ya mama. Nikaambia Mungu, usishukue mama yangu, juu tumekuja tumeongea na wewe. Akaniambia hapana, siku za mama yako kuwa duniani zimeisha. Niende na yeye. Nikaambia hapana. Niliambia Kristo hapana, usibebe mama, mpatie tu nafasi. Niliomba kama siku 3-4, ile ya kulia sio mchezo. Na kisha Kristo akakuja kwangu. Akaniambia Dungu, nilikuwa ananiita Dungu, ninakupenda, lakini ile kitu iko, wewe unaniomba niongeze mama yako siku, na ninaona siku zake zimeisha.
Nikamwambia I would like uongeze mamangu siku. Akaniambia do you know, nitamuongeza miaka 15. Aliniambia namna hiyo. Na hii ni kwa sababu yako. Brethren, ama nyinyi ambao hamjaokoka, yenyewe mamangu aliongezwa miaka 15. Yenyewe aliongezwa. Lakini ngojeni niwaambie, hiyo miaka 15, unaona hiyo nyumba tulikuwa tunakaa hapo, dadi yako, yani mahali nilikuwa na kitchen, mahali mama alilala, alikuwa anakaa. Hiyo miaka 15 ambayo aliongezwa, ndio kulitokea jambo kwa familia yetu. Mam akatoroka. Akaenda kwao Nyeri. Alipoenda kwao Nyeri, na maana guka alikuwa anasema hii kashamba kidogo imebaki hapa baada ya kugaia wengine, hiyo ni ya wasichana wangu ambao hawataweza kukaa ama watatoka kwa mabwana zao wakirudi nyumbani wagawiwe hii. Wakati huo mamu alirudi nyumbani huo. Na baada ya miezi kadhaa baada ya kutoroka nikamfuata tu niende nimjulie hali. Nilipoingia kwao kwa kina guka, nilienda tu. Nikapata mam anakaa kwa shosho. Na ujue already shosho na guka alikuwa amekufa. Sasa alikuwa anakaa ile nyumba ambayo ilikuwa ya guka. Brothers na sisters za mamu wote hawamtaki. Paka nikiwa tunaongea na yeye asubuhi moja baada ya kukaa huko siku kadhaa. Unajua ni mimi nimesema aongezwe siku. Baada ya siku kadhaa, mamu akaniambia siku moja, unajua nimepigwa na watoto wa fulani. Sasa ni watoto wa anko yangu, watoto wa brother yake. Unajua nani ameniamukia jana hapa akanipiga makofi. Ilikuwa sasa siku moja kabla sijafika. Unajua siku fulani nimepigwa na mtoto wa fulani, na ni mtoto wa ndugu ya mamu anampiga makofi. Anamwambia, unajua unajifanya hapa unarudi hapa kwetu ili ukuje ili ugawie ile shamba. Mama alipata mateso na ikawa mingi. Akatoka hapo ikawa haikariki. Naye dadi wakati aliona mamu ametoroka na ameenda Nyeri na hataki hii aibu ya kusema bibi fulani hana mama fulani, mzee fulani hana bibi. Julikuwa tunajulikana sisi ni familia imewera. Dadi naye akaamua, hakusema, akaamua ahamie Nyeri Kijaro tu. Akaenda Nyeri na akakodisha nyumba mahali fulani town Nyeri. Ili watu haya wanasema mamu alihamia Nyeri wakiwa na dadi. Sasa relationship ikawa ni mzuri ni baya, ni mzuri ni baya. In fact hawakuelewana. Na kutoka wakati huo, mamu akaishi hiyo miaka 15 ya dhiki. Na finally alikufa. Lakini sikia hii. Hata wewe ninapenda sana. Mpaka mtoto wangu ambaye ninampenda. Leo hii Mwenyezi Mungu akiniambia atamshukua saa hii. In fact nitamwambia mshukue tu. I'll never in my life ingia mbele ya Mwenyezi Mungu nimwambie aongeze mtu siku. Sitawahi. Yale mambo niliona my mom, mateso bila shuki, na si kupenda kwake. Ni ile miaka niliomba aongezwe na Mungu. Na Kristo akaniambia, hiyo ni wewe umesababisha nimuongeze. Sawa, na Kristo akaniondokea akaenda. Hiyo miaka 15 mamu aliongezwa. In fact, hata kama ni my wife Mungu aniambie, huyu ninabeba leo, ninamwambia ninajitayarisha kulia, lakini usimuongeze siku. Aniambia huyu mtoto wako, na unajua niko na watoto 3 na ninawapenda. Akiniambia huyu nitabeba leo, in fact sitampebeleza akae. Maana ile maisha niliona ya mtu akiwa ameongezwa maisha na Mungu. Ikiwa ni mwanadamu ameingilia, amemsihi Mungu, akaongeza maisha ya mtu. I'll never try that in my life. Hata mimi tunaongea na wewe saa hii. Sikia hii. Tumeongea na mtu mmoja, akaniambia ninataka nikutume kwa Mama Rusi hospitali. Na juu kuna sister yangu ama kasijui aliniambia cousin yake yako hiyo hospitali ya Mama Rusi, ni kuintroduce kwa yeye. Ukienda huko next week, udungwe shindano ya COVID. Mimi hata sikufikiria, nikasema ni sawa. Juu ni ya kila mtu. Lakini sikia hii. Na akatuma contact za huyo mama kwa simu fulani ya nyumba yangu hapa. Lakini Mwenyezi Mungu akasababisha hiyo wiki ilikuja ili niende huko nisahau, sikukumbuka. Sasa sikia hii, katika hiyo wiki hiyo
Tunaongea hapa na mama jana, sijui jana, juzi. Siku 2 imepita. Akawa anasema, unajua tuliulizana. Sasa mama ndiye alikuwa, my wife ndiye alikuwa ananiambia, mimi na dota yangu yule mkubwa, baba yako akiondoka kama leo akufe, tunaweza survive? Huyo msichana mkubwa akamwambia, ndio, tunaweza survive, tunaweza fanya hii na hii na hii, ili tusurvive na tuhame, tukae nyumba ambayo sio ya bei kali kama hii tunaishi. Well, sasa niulize, hii discussion ilikuwa imetoka wapi? Na uone hii, nilikuwa nimeelezea yule ambaye alikuwa ananituma mama Rusi anipee contact niende nidungwe shindano. Well, yenyewe ningeenda nidungwe shindano, na Mungu hakuwa ameninenea, lakini alisababisha tu nisahau, na hiyo wiki ilikuwa niende nikadungwe shindano. Jambo lingine tu. Sasa ilipofika Friday ya hiyo wiki, nikawa nasema, wakati Mwenyezi Mungu alinielezea COVID itapita kwako, si alituma malaika na akanipea dawa akaweka kwa mdomo na tukapona. Sasa hii na ndio nilianza kujiuliza, hebu fikiria kama ningeenda tu kimchezo, niende nidungwe hiyo shindano hapa, na mimi ni yule ninatumiaga PDL ili nipurithi vizuri, alafu uniambie kama ningedungwa hiyo shindano ningerudi. Na hiyo wiki tu ndio bibi yangu na mtoto wangu mkubwa naulizana, dadi akiondoka kama leo tunaweza faulu? Sikia hii, mambo ingine usishukue kimchezo. Mimi nikielezewa wewe utaenda biguni, Mwenyezi Mungu anakutaka akubebe, mimi siwezi ombea wewe uongezwe siku. In fact nitakuwa mzuri kama nitaona malaika amesimama hapo akiwa na hiyo kamashera. Unajua ni kazuri, unabeba ukiwa comfortable. Niona wamesimama hapo na wanasema tubebe huyu, na nionyeshwe tu, ukiniambia tuombe ninaona hawa. Wewe nitakwambia tuombe mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatimie, lakini ninaambia hao malaika, tamokuei, bebeni huyu muende naye. Hiyo ni bebeni huyu muende naye. Mimi siongezi siku. No wonder nikiona tu unaniambia tuombe na mtu wako karibu, ninaona kaburi yake hapo. Huwa ninaambia Mungu, mapenzi yako yatimie. Na saa zingine ninajaribu kuepuka hiyo maombi, maana wewe unanituma maombi, unataka tuombee huyo aendelee na akae. Siwezi. Na juu nyinyi mnanisumbua sana hapa na urembo. Na Mwenyezi Mungu anapenda wanawake. Sijui kwa nini. Sijui kwa nini Mwenyezi Mungu mko na favor mbele ya Mungu sana. Na ninasema hivyo si kimadharau. Unajua sisi wanaume kitambo niamue nikubali nitii na nitii kwa mamlaka, ninachapwa viboko mingi sana mpaka ninakubali. Kama saa hii tunaongea na nyinyi, ninatoka ninaingia parking mahali nimeweka gari yangu, nikiona ile mizigo imejaa hapo kwa buti, ninahakisha gari niende nikauze. Nikiwa katika njia ninaulizwa, na unaenda wapi? Sasa saa zile tu nimeenda kilomita 1 ninaenda kutafuta maduka, simu yangu inaanza kuingia simu. Inaingia hii, ninashukua, ninaweka earphone kwa masikio. Inakuja hii, ina nikimaliza kuongea na huyo dakika 5, hapo kwa line kuna simu kama 20 ama 10, zote zinaandika red, missed call. Haya, napigia wa pili, napigia wa tatu, napigia wa 4, napigia wa 5. Ninashoka kuendesha gari, naegeza kando ya barabara. Kitambo nistuke niko wapi, ninaangalia, ninaona ni 6:30 inaendelea, na nilisimama hapo labda saa 8:30 ama saa 9. Gari inaguruma tu juu ninataka hii hewa safi inifunike, na ninataka vumbi ambayo magari yanapita yasiniingize kwa gari. Sasa nafunga vioo, ninahakisha AC hewa iingie. Sasa ninaanza kuongea na mtu wa kwanza, ninaongea wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 9. Si nilikuwa ninaenda kazi hiyo, ninaona kwani sifanyi kwa nini? Naweka naangalia buti ile mizigo iko, ninaona nikienda kuuza nitapata 5,000 10,000. Nikifika tu ninapigiwa simu ya kwanza tu nikitoka. Hapo ninaweka gari kando ya barabara nisisubuane. Maana saa zingine utapata polisi wanakuona unaongea na simu, saa hiyo naweka earphone. Nikiweka gari hapo, maybe ni saa 8:30. Tunaongea. Paka ninaangalia saa nikienda kumaliza na mtu wa mwisho. Ninapata ni 6:30. Ninahakisha gari na pidua na rudi nyumbani. Nikifika kwa nyumba, saa hiyo ninakuja tu kuingia kwa nyumba, ninapigiwa mtu. Sasa nikitoka parking niingie bedroom mahali watu hawanisikii. Ninasikia sasa nilikuwa nimeenda kufanya nini? Sisi wanaume kitambo tutii. Inashukuaga mkono wa Mungu kutupiga. Na ninapenda wakati anapiga mtu ili atii.
Na hatusikiagi haraka. Unaelezewa hii leo na kesho unakuwa kichwa gumu. Unaelezewa hii kesho unakuwa kichwa gumu. Hiyo ni hali ya kijana. Halo. Wa mama FIFA. Na mara mmenisumbua. Na wengi wananiuliza, hii mix ambayo unaweza tumia ili angalau ngozi yako iwe sawa sawa ni gani? Ngojeni niwaonyeshe moja, muache kunisumbua. Na hii nikiwaonyesha mwende mgugu, alafu mjue vile mtaitumia. Na ni kitu ya kukunywa. Singependa kuwaonyesha. Na maana yule alifunuliwa hii kwanza kabla ya mimi kujua. Ninajaribu kumwambia kuja kwa mitandao, advertise yourself and make it possible for the work you are doing. Sikia hii. Mwenye kunionyesha hii nimekushikia nitakuonyesha. Ni mama. Ako Kenya. Mtoto wake akagojeka tumbo. Ilikuwa na issue na mara. Inaitwa mara, tunaita matumbo kwa Kiswahili. Sasa akapewa appointment hospitali na akaelezewa lazima mtoto wake afanyiwe operation kwa mahali matumbo iko na shida. Ilikuwa sijui ni nini kwa mara, small intestine. Huyu mama amepewa hii kibali na anaogopa maana anaona kama ni shetani anamnenea. Sikia hii. I would like hata wewe una advertise kazi yako. Unaweza advertise tu kwa platform yangu. Wewe weka tu. Weka tu uongee. Lakini kuna mwingine amezoea kuweka picha za pornography. Na immediately akiweka huwa ninatoa. Na sijui kwa nini anapenda tu kuweka. Si watu ni wengi ambao wanapenda hiyo porno, ndugu yangu. Maana wewe unawekaga tu, nikiona tu huwa ninatoa. Ya pornography msiweke, na brothel msiweke, na ya lodging msiadvertise. Ukiweka tu nikiona haiendi na sawa sawa na ile imani niko nayo nitatoa. Lakini kwa huyu ambaye alionyeshwa hii na Mungu kwanza, mtoto wake akasemekana lazima afanywe operation ya tumbo, small intestine ama large, one of them. Akiwa amebakia kama wiki mbili hii aende operation, kidonda iko juu. Mtoto ama vile shida ilikuwa analia. Akanenewa na Mungu, na yeye alinenewa kuhusu hii kitu nataka kukuonyesha ili na mimi niweke confirmation kutoka kwa Mungu. Akaelezewa na Mwenyezi Mungu, ako tu within Central. Enda forest fulani, nitakuongoza ukate hii majani na hii. Ukuje umix na ushamushe upee huyo mtoto wako. Si already daktari wamefanya ile x-ray ambayo inasemekana ni ya mwisho. Baada ya wiki mzima waende wafanye mtoto wako. Ilikuwa already amebukiwa aigie data siku fulani. Ilikuwa kama kitu wiki moja na nusu, ata confirm hapo chini. Maana hako kwa mitandao hii. Huwa ana comment kwa hii YouTube line yangu. Akaelezwa aenda forest ushaganye hii na hii. In fact alienda na uoga. Na akaenda akakata hayo majani na akashaganya na akapea mtoto kama siku 3 4 5 kabla, almost 1.5 wiki kabla hajaenda kufanyiwa operation. Juu alipewa appointment ya siku fulani ndio tutaingiza mtoto wako theater. Asubuhi hiyo usimpee kesho ili afanyiwe operation kesho. Akampea madawa. Sasa yeye aliniambia baada ya kwenda hospitali ili aende afanyiwe operation, daktari lazima wapige ile x-ray ya mwisho ili yule daktari ambaye hata kama sinaonyeshana ni hapa, lazima apige ya mwisho ili wamuingize kwa mashini. Alipopigwa ya mwisho hakuwa na kidoda, hakuwa na hiyo shida. Akawa anauliza, hii ilikuwaje? Hata wao na daktari wakaulizana. Testimony ya huyo ambaye alipewa na Mwenyezi Mungu hayo majani hii na hii na hii forest. Ashaganya apewe mtoto kabla hajaenda operation within 2 weeks to come. Ikawa kidoda imeisha. Na walipompiga picha wakaona haya ni kama hakuna. Na kaa sana anauliza, si picha ya x-ray hii si ni yake? Hii naye inatuonyesha ni wanajaribu kuangalia. Wanaangalia kusoma. Hakuna. Wanaangalia kuangalia. Mpaka wanaitana madaktari. Hakuna. Na hiyo ikaisha hivyo. Yeye ndiye alinionyesha hii kitu na ndiye alinipea information ya hii kitu wa kwanza. Na nikasema nitainunua itumiwe na mtu fulani kwangu tuone kama ni ya ukweli. Wewe unajua ni kwa nini ninawapea hii? Kitambo niingie kushukua hii video, nimepigia huyo ili nimuombe ruhusa na hakushukua simu. Sasa nataka nikuonyeshe moja. Na huyo ninaongea habari yake maana ni mhubiri, ni mtu tu mhubiri kama mimi. Ako na nyingi amepewa na Mwenyezi Mungu
anaogopa, maana anasema si labda miti ni dawa, si ni shetani. Nauliza, kwa nini Yesu alitema mate chini akapaka mtu masho? Na nyinyi mnauliza ni mpaka lini ataonyesha? Hii nitakuonyesha tu, believely. Uende supermarket ukatafute hii. Unaiona hii? Hii. Iangalie vizuri. Hii. Alafu imeandikwa with the mother. Hapo juu si unaona iko na wazungu wawili. Enda ukatafute supermarket. Hii kitu kwa wale wanatumia, ukigugu utajua vile utaitumia. Kuna wale wanaitumia, kuna wale wanaweka kwa glasi moja ya maji asubuhi, kifuniko mbili, anakunywa kama kitu tunaita detox. Well, mimi si daktari. Hii nimekuonyesha kwa sababu ya uso wako, kwa sababu ya kuosha hiyo makucha yako mama na ya miguu. Vile unajipaka na hiyo kakitu hivi, utakuwa mrembo. Na wamama mnapendwa na Mungu sana. Maana ananiambia kuna watu anataka waache kujipaka maurembo. Na ninawapenda, sitaki kuwatupa. Na maana wanapenda kujipaka, ninataka niwapatie alternative. Ndio nimekubali kukuonyesha hii. Sasa, na kuna wale wataitumia ngozi yao ikatae. Sasa omba Mungu akuonyeshe hiyo ingine utatumia. Maana kuna wale wata-apply hii ikatae ngozi yao. Lakini at least 70% ya wale wameiona itakuwa sawa na nyinyi. Ukijipaka tu kwa uso vizuri, alafu unaipatia muda, ukienda bafu kuoga unaoga, alafu unajipaka mafuta tunaitaga hapa Kenya tajiri, mafuta ng'ombe. Mafuta ni ng'ombe. Wachana na akina Vaseline, mafuta ni ng'ombe. Tutakupenda my sister, na utapendeza. Na kabla hujaelezea mtu ni nini unatumia, itumie kama mwezi moja na sio kila siku. Angalau mara 2 kwa wiki ama mara moja. Maana naye ni kitu inashoma ngozi ukiitumia vibaya. Gugu. Hiyo ni top up. Maana Mwenyezi Mungu anasema, na anapenda sana nyinyi wa mama wengine mnajipaka na mnampendeza. Lakini anashindwa atawafikia kiwango gani? Mpaka wengine wameanza kukataa kukomenti kwa YouTube platform yangu. Maana waliona kama nimewaofendi wakati niliwaambia waache kujipaka hizi vitu yote. Yenyewe tunaruhusiwa kujirebesha wa mama, lakini kwa kiasi. Halo, kwa kiasi. Na maana Biblia hapo kuna mahali inasema wengine walikuwa wanajipaka na wanajirebesha juu ya mabwana zao. Wawapendeze. Ukitumia ingine ambayo Mwenyezi Mungu anakupea, utakuwa zaidi ya vile unafikiria. Na hiyo ngozi unataka kumaintain. Nani alisema kuwa black si beauty? Hebu likanisha, nyinyi mnajua. Mzungu ambaye amefika 70 na Mwafrika ambaye amefika 70, uangalie hizo ngozi mbili. Na juzi nani na Waafrika tu peke yao. Tumia hiyo. Hiyo ni top up. Na niulize hii swali. Mimi ni pastor, ama mimi ni evangelist, ni mtumishi wa Mungu. Kabla sijaoa, maybe nilikuwa nimeonana na wanawake kama 5-6. Nimelala na wao kuharibu. Nimekuja nimefanyika mhubiri baada ya anasa hizi zote. Niko na haki ya kuitisha Mwenyezi Mungu virgin wakati ninataka kuoa? Mniambie. Ninyi mnajua maandiko, mniambie. Kabla sijaoa na kabla sijaokoka, mimi nilikuwa tu mtu wa kawaida. Niliharibu wasichana wa wenyewe kadhaa. Na wengine walikuwa sio wa mama wa wenyewe, ni umalaya tu. Niko wakati nimemwagiliwa mafuta nimefanyika mhubiri. Na sasa nataka niingie katika hiyo platform. Na ninataka kuoa na nimefanya hiyo usharati. Sasa nimekuja nimeokoka, Mwenyezi Mungu amenipandisha hiyo gasi ya kuwa mhubiri yenyewe, nimewashana na dhambi, nimejazwa na Roho Mtakatifu. Do I have right ya kuclaim a virgin girl from God? I don't know. Na sio si ati sijui. Ebu uliza Mungu. Na yeye ambaye uko na jibu mzuri, ebu tuelezee hapo chini ya comment. Tuelezeni tu.
Do I have right? Nimeharibu wasichana wenyewe. Na kama ningelikuwa mwanamke, ningekuwa naitwa Gishokio kwa Kikuyu. Maybe ningekuwa na mimba, labda ningekuwa nimezaa watoto wawili. Kabla sijaoa. Ni vile sisi wanaume hatupatagi mimba. Wamama ni by mistake, unasikia hii anaenda kucheza na msichana, mimba inaingia. Na mwanaume, mimba inaingia. Tunaanza kumuita hiki na kile. Mimi ambaye nimeulana na wanawake kadhaa kabla sijakuwa mhubiri. Niko na haki ya kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu nimwambie ninataka virgin. Niambieni. Kitu ingine ni hii. Una mahali kwa maandiko inasema hivi. Yule ambaye amekuja kuokoka na ako na wake wawili, akikuja mbele ya Mwenyezi Mungu, na kama haki ni kuwa na mke moja, yeye amekuja kuokoka na ako na wake wawili, anafaa kutupa mmoja abaki na mmoja? Mwajua maandiko vizuri, mwa quote. Niambieni. Kama anafaa atupe huyo bibi akae na yule wa kwanza, anafaa? Amekuja akiwa na wawili na ameokoka na wote ni wake. Haro, anafaa kutupa ama anafaa kukaa na hawa wote wawili? Quote maandiko na usome vizuri uniambie. Hata mimi hapo sielewi vizuri. Sielewi. Maana tu assume mimi niko huko nje, sijaokoka, nimekubali wokovu na already niko na bibi watatu. Wa pili yako na watoto 5, watatu wako na watoto 3, na wote ni wangu. Tumekaa nao zaidi ya miaka 10. Leo hii nimekubali injili ya Kristo, nimekuja nimeokoka. What am I supposed to do? Nitupe bibi wa pili na watatu waende wakatafute mabwana zao mahali wako, ama ni kukaa na wao? Hata nini niambieni. Na siongea hivyo ati ni nini. Ninaongea maana mimi nikielezewa nikuelezea utakufa. Kabla sijakuelezea ninauliza Mungu tena, atakufa huyu? Ananiambia hiyo, mimi nitaua huyu, nitamaliza yeye. Ninauliza Mungu kwa nini? Na yeye ananiambia ni kwa sababu hii na hii. Na ninakubali. Wewe, sikatai prophecy. Lakini sometimes tushunge sana. Maana kuna watu wanakuja mikononi mwetu akiwa wagonjwa. Na huyo mtu amekuja akiwa mgonjwa. Huo ugonjwa maybe yako naye hawezi pona. Na akikuja mikononi mwako na ujue hawezi pona, huwezi mkataa. Ile kitu utafanya ni kumkubali na ukae na yeye hivyo wako mpaka wakati wake wa kuondoka. Tuasiumu mtu huyu ambaye ameoa wake wawili hakuwa ndani ya kujua. Ako na wake watatu, ako na watoto 15. Kila bibi yako naye. Amekuja mikononi mwako, amebadilishwa na Kristo. Unamwambia sasa ni wakati wako wa kutupa wao bibi wawili. Na wewe na unaelezea wawe nyinyi ambaye mumeolewa, iwe mtafute wa mabwana zenu, na maybe hiyo uko 40 uliolewa ukiwa na 30. Wapi bibi huyu? Wapi huyu bwana wako? Tuangalie vizuri. Wakikuja kwa wokovu vile wako, tujue namna ya kukaa nao katika wokovu. Maana itakuwa misleading na itakuwa ni hatari. Wewe, wakati nitakwambia wewe uashirie mwanamke ambaye amekaa na bwanake wakiwa wawili miaka 10. And for your information, kutoka deacon, na hii mahubiri sitaki kuhubiri. Kutoka deacon kwenda juu, deacon, pastor, evangelist, teacher, apostle na prophet. Deacon ndio amekatazwa na maandiko kuoa wake wawili. Na juu maandiko haijasema hao wengine waoe. Kinyume ya muangasa ni nini? Sinigiza. Kama mimi nimekatazwa kuoa na mimi ni deacon na huyo mwingine ni pastor, hao ndio wamekatazwa. Kinyume ya wao ambao wamekatazwa kuoa, kinyume ni nini? Halo? Kinyume ni nini? Muniambie, nyinyi ndio mnajua maandiko vizuri. Tuangalie prophecy. Na zinakuja zikiwa za ukweli, lakini zinahitaji revisiting again. Revisit again. Nimesikia sauti ndio. Kwa mfano, kutanyesha mvua ya moto ama kutanyesha mvua ya mawe. Kabla sijaenda kusema moto, mvua ya mawe inakuja, nirudi mara ya pili niulize Mungu, eneguo ni kweli hapo?
aniambie ndio ni kweli. Mara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Brethren, prophet atahukumiwa na Mwenyezi Mungu na maneno ambayo anayaprofesai. Na kama inaanzia na wale watakatifu, je, na wao wengine? Mimi sijakataa prophecy, lakini tuipime na maandiko. Na hiyo prophecy ni mzuri, lakini revisit, and you'll know the reason why God alikuambia hivyo. Na nyinyi ambaye mko na ma TV, kabla hujatoa kitu chochote, ujue kuna kanisa ya Kristo Kenya. Hii video ninarusha ije, ninapima, ninajua kuna kanisa la Kristo Kenya. Na maandiko inasema, mislead one of these akose ufalme wa mbinguni. Biblia inasema ufungwe jiwe nzito kwa shingo yako, alafu urushwe ndani Pacific. Niite Pacific maana inasema kwa mto ama kwa river, mahali ambapo ni deep. Ufungwe mawe, na nikitumia kisasa juu Mombasa na Pacific na huko unawekwa kwa meli, unaenda unatupwa kama Yona ambaye alikuwa amekataa kwenda Nineve, ukiwa umefungwa kwa shingo. Na Kristo anasema, you ambaye utamislead kamoja kahawa ambao anaenda ufaru biguni, umeslead mmoja umukoseshe kuingia biguni. Biblia inasema heri ungezaliwa. Kuwa na platform sio kusema unarusha tu kila kitu. Maana wewe unapewa prophecy na ninakuja kwa platform yako ninaongea. Kabla hujaweka video yangu ije, angalia kwa maandiko vizuri inasema nini. Maana utasukuma kitu ingine na mwenye ulimuhoji hana mambo mingi. Wewe ndiye unahukumiwa na Mwenyezi Mungu ya kutrade this. The platform you are using, no matter who you are, no matter who, kabla mimi nimekuja kwako nimekupea prophecy, kabla haujaisukuma nje, ipime na maandiko kabla haijaenda. Na ukiona inaenda kando na maandiko, kwanza isuie kidogo, uedit na ulete ile kitu inatakikana, ile haitakikani iutoe. Wakati moja tukawa na shida na Makidi, my brother. Nikaa namuuliza, Makidi, kwa nini nikikupatia prophecy na nikiongea maneno ingine unaenda unaedit ingine unatoa? I came to realize this. Huyu kijana hata kama wakati huo ameokoka juzi, alikuwa anakaa chini ana visit hiyo video vizuri, na nafikiri anapewa mwongozo na Mungu. Anaona prophecy ingine si ya kutoa wakati huu, na anaondoa ili ifikie mwanadamu ama ifikie kanisa ama ifikie mwana Kenya ikiwa na limit. Saa hii ninaongea hapa, siwezi kuwa careless, na ndio unasikia ninapenda Roho Mtakatifu apelekane na mimi. Niki hata one ad ambayo ninaona kwa hii video haijaenda vile Mwenyezi Mungu alikuwa anataka, hiyo video huwa siitumi, ninaidelete na ninachukua siku nyingine ninairudia kwa sababu ya one word. Wewe ambaye naye uko na TV, sio kila kitu unaruhusiwa kutuletea na Mwenyezi Mungu. Precaution. Sio kila kitu unaruhusiwa kuweka kwa hiyo platform yako. Mwenyezi Mungu amekupea kibali ya kueneza injili ndio. Mwenyezi Mungu anakupea kibali ya kuleta ukweli ndio. Mwenyezi Mungu amekuleta na amekupea kibali ya kufanya hiyo kazi yote. Lakini ujue uko na jukumu ya hiyo video ambayo unatoa nje. Ukifikiria atahukumiwa huyo ambaye amekupea prophecy, wewe mtakuwa pamoja na yeye. Maana mwenye kukupatia, mwenye kuleta nasipigani na huyu mama ambaye alitoa hii video. Musinishike vibaya. Ile kitu nimesema inavaa revisit. Unajua ni kwa nini? Let me show you this. 90% ya wahubiri ambao wanahubiri Kenya sio wale walikuwa na mwito wa kuwa wahubiri makuhani, sio wale walikuwa na tengo kama akina Samueli, sio kama wale walikuwa na tengo kama akina nani ambao wako kwa maandiko. Wengi tumeitwa na Kristo kama Saul, na tumepewa kibali ya kuhubiri hii injili baada ya kuwa watu watukutu. Hii prophecy ilitolewa hii, na hii ambayo inaleta controversy kwa watu wengi, ambayo inasababisha mhubiri ambaye anafaa kuitisha virgin
ni kwa wale waliitwa na Mwenyezi Mungu kama mtu aitwaye Samson. Samson alielezewa mama yake, usikunywe pombe maana mtoto ni mtakatifu huyu. Haro. Samson yeye ndiye alijitupa, maana kuna mahali alikuwa ameelezewa asiguze maiti ya kitu. Aliua na the following day akapita hapo wakiwa na mama, wakatoa asali wakule. Hiyo kuguza tu hiyo mwili ya maiti, hiyo ya Ziba, ndio ililete unajisi ndani ya maisha ya Samson. Sasa sikia hii. Hii prophecy ikitoka, ilikuwa inafaa revisiting again, ili Mwenyezi Mungu afafanue the real called spiritual pastors, wale ambao wameitwa confirmed by God, ambao hawajajiharibu. Mtu anaitwa na Mwenyezi Mungu leo, anapitia dhiki zote, wanaume wanawake wanamjaribu, anakataa kulala na wao. Sasa unakuja kumwagiliwa mafuta na wewe ni virgin. Uko na haki ya kuuliza virgin. Na maana juu ya uhaba wa mambo mahofu mabaya yanaendelea duniani, Kristo akaona ahusishe wahubiri ambao wanakaa kama Saul, ambaye alikuwa anaua. Na wamoja wao ni kama mimi. Sikuwa nimekaa maisha matakatifu. Lakini kuna mtu mwingine aliitwa na Kristo from the day one. Tumeongea na wengine wako Kenya, wengine wako ng'ambo, wengine wako India, wengine wako Sudan, wengine wako everywhere in the world. Mtu anakuambia pastor, tangu mimi niwe mwaka vile niko 50, sijawahi lala na mwanaume. Huyo mtu akibadilishwa tu na wengine wahubiri ni vile wamekosa platform nzuri. Akuje mbele ya Mwenyezi Mungu na ni msichana ama ni mwanaume, ako na haki ya kuuliza Mwenyezi Mungu ampee virgin. Na message ile ililetwa na hii inaleta controversy, ilikuwa inapitia hiyo laini. Kuna watu wameitwa na Mungu and they are special, very few. 100 tuna kama 5. Na do you know, wako hapa chini hata wengine hawajui wamepewa kipawa, wako within. Wako wengi hawa ambao wamefaulu. Mtu amefikisha 20 years, amesoma secondary yote, hajawahi lala na mwanamke ama mwanaume. Anafika kiwango, anaingia kasi ya uhubiri, anatrainiwa, anakuwa mhubiri mzima. Anamwagiliwa mafuta akiwa hajawahi lala na mwanamke ama mwanaume. Huyo ndio ako na right ya kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu, anamwambia sioi ambaye si virgin. Na in fact Mwenyezi Mungu anamletea. Lakini akina sisi tulikuwa tumeharibu wasichana wenyewe wengine. Unataka kuniambia nitolee virgin wapi? Prophecy hiyo ni nzuri, lakini isikuletee controversy. Na wewe nawe unarusha hii video ya mtu yote ambaye ametoa testimony kwa platform yako, msiitoe tu. Kuna ingine utatoa, Mwenyezi Mungu aye na vita na wewe. Maana wewe you have authority kusema hii haiendi, hii haiendi, hii inaenda. Na hii freedom itasababisha watu wengi waende motoni. Niambie ni wangapi wanalia. Wananipigia simu wananiuliza, pastor, juu mimi ni wa pili. Tuko na bwana miaka 12. Na mimi ni wa pili. Niko na watoto 4. Nimesikia niende nikatafute bwana yangu. Sasa utatoa wapi hiyo? You are 40 years. Uko na watoto 4. Ulikuwa umeolewa na mtu. Saa hii umesikia sauti, ukasema unaenda. Hii prophecy ilikuwa ya wale ambao wamekaa watakatifu. Na juu si wengi, sisi tukaingilia kama Saul ama Paulo wa maandiko. Tukawa tunahubiri injili na tulijichafua. Hatuna haki ya kuitisha virgin mbele ya Mungu. Hatuna. Na kama tuko naye ni bahati. Maana kila mwanaume ukimuuliza, na ninaongea na watu wazima, ushailala na virgin? Moja tu katika maisha yangu. Kwa nini hukumuoa? Hata mimi sijui. Every man, 90% ya wale ambao wako duniani na wako na mabibi, one in life alipitia virgin maishani. Kama angelikuwa anajua, huyu ambaye alilala naye akiwa virgin ndiye angechukua ashukue awe bibi, hata kama angelikuwa miaka 18. Lakini tunaharibu na tunaenda. Why do we claim? Tumieni platform ya YouTube vizuri. Kama uko na TV, think about it. Na hapa ndio tulikuwa tunaona kama tunasubuana na Makidi, lakini nilikuja kujua kwa nini anapima mambo ingine. Yeye alikuwa anatumiwa tu na Mungu bila kujua.
Mengine ninasema nikiwa nimekasirika. Na maana Mungu hataki ifike kwa hewa. Anaiweka. Sasa nikauliza Mungu, kwa nini huyu kijana huyu anatoa mambo ingine? Akaniambia control. Sasa nikashindwa. Mark D anaicontrol aje? Nikaelezewa Mwenyezi Mungu anajua neno ambalo anataka litoke. Alikuwa anamfanya tu delete hii, akawa tu haipendi hii toa. Ndio inaitwa editing. Hii ninaongea. Huwa ninaangalia na ndio unasikiaga nikisema, Mwenyezi Mungu, tumia ulimi wangu nisiseme kitu ambayo hutaki. Ananicontrol. Lakini nikianza kuyasema yale ninasikia ananisubua. Nitaongea matope ingine hapa mpaka mkiasikia mtaki kusikia. Control of your TV. Kuna kitu utaweka hewani ilete mchafuko katika kanisa la Mungu na Kristo akuwekelee moto namna hii. Hutaepuka. Fungua tu TV lakini uwe na kiasi ya mambo. Hebu niseme hii. Mimi kwetu ni Kinago. I have brothers and sisters. Na sio wawili na sio watatu. Hii mambo yote ninaongea kwa runinga. Uko na right wewe ambaye uko na TV. Uende kwetu utafute ndugu yangu mmoja ama ndugu yetu wa pili ama waine watano na hao wahoji kuhusu mimi na ile mambo ninaongea. Akinikosoa ujue sawa. Lakini wewe ambaye unaweka mambo kwa hii TV, ukipewa story na mzee akwambie mimi bibi yangu alinifanyia hii na hii na hii na hii, na unairusha katika hewa, kabla hujairusha enda sasa utafute na huyo bwana ambaye bibi yake ameongea. Kwanza usikie the other side of the story. Maana story ni mingi. Story ni mingi. Nitampiga bibi yangu hapa na ni ule wa ahadi. Na nijifanye nimeokoka. Na nimwambie jaribu useme. Na maana yeye anataka kukaa kwa doa. Hawezi ongea. Lakini niwaambie hii. Nikikuja kwako nikupatie story ya kwangu. Na ni bibi yangu ninaongea kumhusu. Ama ninaongea kuhusu mtu ambaye ni kurusi na mimi. Kabla hujarusha. Enda kishinishini bila information ya huyo mumeongea na yeye. Jaribu upeleleze hiyo kitu kutoka kwao. Uone kama iko na ukweli kabla hujairusha. You know, kama unasikia umekwasika bwana yako ameoa sister yako, ni sawa. It is painful. Lakini hebu niambieni, kuna jamaa moja ako kwa maandiko. Alipewa pombe na watoto wake, wawili wasichana, na wakarara na yeye, na wakawa na watoto. Juu huyu mzee wakati mmoja pombe ilimuishia kwa kichwa juu alikuwa rafiki ya Mungu. Na akajua vizuri hao watoto mimi naona wasichana wangu wawili wako na mimba. Wameitoa wapi? Si alinenewa na Mungu labda akaelezewa hao watoto walikupatia pombe wakarara na wewe. Angelijua huyu mzee, hii sauti haingekuja kwa maandiko. Sasa kama mzee anaona watoto wanaenda kuzaa na yeye ndiye alilala na wao na alikuwa mlevi, niambie hiyo ilikuwa ni fezi ya wasichana. Hatuelezei vile huyu mzee aliongea kwa maandiko, maana lazima awe na pain alisikia juu ya pombe. Mimi nimekuja kwako, nimekwambia bwanangu alikuwa analala na mwanamke hapo nikiwa ninaangalia na sina la kusema. I agree. Yes. Sasa juu imeenda hivyo, ni sawa. Na enda upande wa bwana. Umuulize the reason why. Do you know why? Ngoja niongee na watu wazima. Na wale ambao hamjaoa mnaangalia hii TV, munisamehe juu ikifika wakati wa kuongea saa zingine tunaongea. Uko na bibi na uko na bwana. Kasi ya kitanda haiwezi. Na uko na mwingine kasi ya kitanda na anaiweza na hataki. Sasa unamkaribia, anaete madharau ya hali ya juu. Anakataa leo, kesho, na kesho kutwa, na hiyo wiki ingine na mwezi unaisha. Unakaushia mzee. Acha niongee tu hivi na ana sijui nitaongea lini. Unakaushia mzee. Naye anakasirika. Unajua sisi wanaume sometimes tukiruhusiwa ni kila siku. Na mnisamehe tu watu wetu.
hata watoto ambao mnaangalia hii TV. Na juu ninaongea, na juu nikiweka video niitoe, niseme ni ya watu wazima, ikikuja tu mpaka watoto wanataka kuona juu ananipenda. Lakini si hata mtoto ninaona mtoto wangu wa miaka 13, miaka 12 akiwa miaka 10 anaandika mistari kwa wasichana. Anawanenea. Anasikia tu anaongea na wao tu pole pole. Alafu akinipata ninamwambia we, usicheze sana na wasichana zaidi hiyo. Tu pole pole unamuongelesha. Sasa umekaa mwezi mzima, bwanako anakuambia anahitaji hii na hii. Na wewe unakataa kamwe mpaka unalala chini ya kitanda. Na bwana anafikiria U-turn, ngoja niende sasa. Na sisemi wote wanafanya hivyo. Anaalika msichana fulani kwako tu. Si uko hapo na unakataa. Unafikiri atakulipa na nini? Na hapo ndio Biblia inasema, mwili wangu si wangu, ni wa bibi yangu. Tukifika hapo, mwili wa bibi yangu ni yangu. Tukifika hapo. So, hapo wakati tunataka kwenda kwa maombi, tunaelewana, tuache hii, tuombe. Na Mungu anakuwa katikati yetu na anasikia. Na anatuambia sio kasi yote saa yote. Lakini sasa wewe kama unakaa mwezi mzima hutaki, na mzee yako hapo, alafu anakuja na mwanamke mwingine, ama unampata ameandikiwa message, ama unasikia anapewa shukrani kwa simu, alafu wewe unawaka unaenda kwa TV ya Martin Ndungu, unayaongea yote na hatujui ulifanya nini. Wewe ambaye unarusha hii video ije, kabla hujarusha hii, enda kwa mzee naye usikie fashion yake. Na juu sisi wanaume hatutakagi kuongea, utakuja kwangu tumekosana kwa nyumba, mama amekaa miezi 2 amekatalia, nasikia sasa nimpe punishment, na juu maybe sijaokoka huyo, anajua nitafanya anything bora tu usikie umeudhika na usikie ushungu. Ukifanywa hiyo, wewe na wewe unakimbia kwa mitandao, bwanangu alifanya hii, bwanangu alifanya hii, bwanangu alifanya hii. Wewe mwanaume ambaye umekuja kwa mitandao na umeongea, wewe ulifanyia mwanamke nini? Na wewe mama ambaye umekuja kwa mitandao umeongea, ulifanyia mzee nini? Tuelewe kwanza kabla hujaongea. Mwenye kuweka hii runinga ama kuweka kwa TV, chunguza kutoka kwa huyo mwingine kwanza kabla hujaweka kwa runinga, na utakuwa umebarikiwa, maana ndio umepewa hekima na Mwenyezi Mungu. Point of interest, na hii ni top up. Neno lilikuwa hii, Yerusalemu tutaenda. Na pale katika ile mesa, Kristo tukiingia tu mbinguni, kitu ya kwanza atatuandalia karamu, na tutakula na tukunywe, na atuelezee maana ya hii kitu ilikuwa inaendelea duniani. Kama mimi ninasubuliwa na tumbo mwili yangu tangu nikunywe madawa yote, ule mti wa uzima ule uko na matawi, nitakuwa ya kukula, inanikonvoti katika hiyo zoni ambayo nilikuwa ninasubuliwa na mwili. Wewe na uko na bwana mwingine, kazi yake tu hana kudharau, ana hakupendi. Hiyo mateso ambayo unayapitia itakuwa ni continuation forever. Utakuwa unakata matawi katika mti wa uzima, unayakula ya kurelax na kusikia mzuri mateso ambayo uliyapitia. Hayo matawi ya mti ya uzima haitakuliwa na wale watu ambao hawatapitia. Na for your information, katika hii kofia taji tutakuwa tumefaa tukifika mbinguni, kuna wengine itakuwa inang'aa mpaka ukiwa unazimama unaiona, na kuna wengine watakuwa na yao inakaa dim, maana waliokoka na wakakufa, hawakutumikia. Unataka kuniambia sasa mti wa uzima, mimi ile kikombe nitakunywa na hii mateso yote nimepitishwa, mara ni baba yangu, mara ni nini, mara ni ugonjwa. Unajua kuna mahali nilienda kwa kanisa kuhubiri, nilienda mikuwa na shiriki kwa kanisa hiyo, nikachukua microphone hivi nitoe ushuhuda. Mzee wa kanisa mmoja akakuja akaniambia, brother, fuck off. Sasa fuck off kwa kanisa, get out. Akaninyang'anya microphone na akasema, hii ushuhuda unataka kupatiana hapa, enda ukapatiane huko na hiyo, na ukienda nyumbani usalimie watu wenu. Na ilikuwa ni kwa kanisa kwanza ya Full Gospel mahali fulani Rift Valley. Kwa nini nasema Full Gospel? Full Gospel si baya, lakini just imagine mzee wa kanisa wa Full Gospel mahali fulani Rift Valley ananinyang'anya microphone na anakaa style ya fujo, enda ukasalimia watu wenu ukienda. Sasa nikamuuliza tunaulizana nini? Nilinyenyekea
nikaketi. Yule alikuwa anaongoza ibada akasema, hapana mzee, umefanya mzuri, umefanya vibaya. Umefanya mzuri hivyo umemnyang'anya, ndio ni haki yako. Lakini turuhusu yeye atoe tu ushuhuda, hana mambo mingi. Nikatoa ushuhuda na nikanyamaza. Nimefukuzwa makanisani mara mingi sana, hata sio moja. Na hii kiberebere yangu ya kupenda kujua Mungu mara mingi. Na pia hata hapa toka hatukutaki wewe kiberebere hii. Sasa mpaka siku ya leo unaona Mungu ananitumia katika hii platform. Siku anajua Mungu ananitumia hivi. Unafikiri nikiwa kanisa ambayo wewe unaongoza na niongee hii maneno ninaongeaga kwa hii mitandao utanipenda? Ndio Mwenyezi Mungu anatuita Free Rad Evangelist. I belong to Maximum Miracle Center. My bishop is Pius Moiro. And I love that gentleman, that servant of God. Oh. Na maana wakati sisi tulikaa kule, tukakataa kutoka, kanisa ikanona vigogo wa kiroho. Tunakaa pale karibu na mhubiri, hatuwezi toka. Mwenyezi Mungu akasema, nitastrike hili muende kasi. Nitastrike hii ili muende mkahubiri. Mara ya 3 nitastrike, nilikuwa Maximum. Na Mungu anasema nitastrike hii. Tukaona kama ni mchezo. Unajua ile kitu bishop alifanya, alikuwa anatuanoint na anatufukuza. Sasa juu wewe hutaki kuenda juu kuna comfort. Saa zile unakuja Sunday baadaye ukae hapo mbele, unakaa huko nyuma mahali ya kuoni juu watu ni wengi. Akisema tu sadaka iletwe, huwezi enda mbele. Tunataka hiyo comfort zone. Tulifukuzwa. Anatuambia Mwenyezi Mungu anaenda muende mkafanye kazi. Hatukusikia comfort zone. Sisi tulikuwa tumenona kiroho. Ngoja bishop akasema atafanya kitu fulani. Sote tukaasi. Na ikawa kanisa hivyo. Tulienda zote. Sasa ameletewa wengine na Mwenyezi Mungu, anawatrain na wao waende. Kwa hivyo kama unajua wewe umekaa na umenona, unafukuzwa na bishop ama pastor anakwambia enda ukahubiri, na wewe unarudi kama pale nyuma kama sisi, hata hapo Mungu anakuja. Na hii inahusisha makanisa yote kubwa ambao kumefanywa training zaidi ya miaka 5, mumekaa hapo mumenona. Zote Mwenyezi Mungu anazirevisit. Zote. Hakuna. Mtakuwa mnaigia hiyo makanisa mnashangaa haina watu. Na juu nyinyi ndio mngeleta watu wengine walelewe hapa na nyinyi muende mkafanye. In fact, baada ya kuleta kiboko kwa kanisa, afadhali ukae nyumbani uulize Mungu utaenda wapi. Atakwambia. Baada ya kuleta kiboko kwa kanisa. Ni mingi makanisa hizi. Ambazo unajua tunaenda revival na wale ambao wanaongoza revival wamenyamaza kwa hizi makanisa, hawaendi. Hata unafukuzwa huendi, hata ukikaa nyuma utapatwa. Na nyinyi mungefanya mzuri, mungeleta wahubiri washirika wengine mkuje muweke laini ya mbele. Muweke laini ya mbele na wao wafundishwe. Na mjue kanisa ukianzisha si yako na watoto na bibi. Hiyo kanisa ni ya Mungu. Ukiifanya yako na bibi na watoto, haiendi. Na hapo Mungu hakuna. Ati unakufa leo na unaacha kwa mamlaka mtoto wako wa kwanza ndiye pastor, wa pili ndiye treasury, wa 3 msichana ndiye secretary, watoto wako kwa kanisa moja. Hiyo si kingdom, si yako. Na ili ujue Mwenyezi Mungu ni nani, anaiharibu tu, hakuna kuongea, ataiharibu. Itabaki kadhidoro kubwa ambayo haina watu kwa mchezo wetu. Maana wewe unaanza kanisa unaona ni yako, kila kitu ni wewe, pesa zote ni wewe, kila kitu. Alafu wakati unaona unakaribia kwenda kukufa, ndio unaweka kwa mamlaka, senior pastor ni my old son, treasury wa kanisa ni my son yule mwingine. Hiyo si kanisa. Hiyo ni biashara. Na Mungu hafanyi hiyo na wewe. Hiyo karata haiendi. Na kama unataka kujua vile ninasema, hebu angalieni ile makanisa ilianzia zamani na watu walipitia hiyo mtindo. Hakuna leo, siliisha. Mnabaki tu kuona manyumba kubwa hapo. Zingine zinabomolewa. Na mwana siongei hiyo. Siku hapo. Mungu awabariki. Na mjue tunaenda mbinguni. Na nyinyi ambao mnatendewa miujiza kupitia maombi tunaomba na nyinyi, mjue mnatendewa hizi miujiza ni kama ile moto ninaonanga ni mnaitaga ya Olympic. Hiyo moto inaletwa na ndege, sijui wanaibebaga namna gani ikiwa inawaka. Inasugushwa the whole continent 5 za dunia. Maybe inaweza shuka Kenya na president apewe ikiwa inawaka. Unaisukuma nchi inaenda Tanzania na ikiwa inawaka. Wewe ambaye umesikia na umetendewa miujiza kupitia maombi tumeomba na wewe, ni taa umepewa na wewe upitishe. Vile umetendewa, hata wewe mkishirikiana na mwingine na muombe,
itatendeka. Lakini ile ajabu ninanisubua ni hii. Watu wanataka kutendewa miujiza na hataki kuishi maisha matakatifu. Enyewe Mwenyezi Mungu anakutendea, lakini anakuuliza, nikikutendea hii utanipea nini? Mimi niliulizwa, nikikuponya hii utanipea nini? Nikamwambia, nitakutumikia maisha yangu yote. Hapa niko. Hapa niko. Nikitumika kulingana mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na si mchezo. Ukisikia tumeomba na wewe na umetendewa, hiyo ni moto nimepitisha kwako kutoka kwa Kristo aliye ndani yangu. Ananipea tu mamlaka, tunapitishana moto na yeye upitishie huyo mwingine. Hiyo ndio revival. Ukiona umetendewa na unaona hakika huyu ni Mungu. In fact kuna kwingine tunaitisha malaika kuna kufa watu. Maana hebu nikuulize. Niulize tu kwa na si kwa ubaya. Mimi nimejazwa Roho Mtakatifu. Unajua nikifanya dhambi nikiwa na Roho Mtakatifu sitasamehewa. Sasa saa zile nimefanya dhambi hiyo alafu mapepo yote yanakuja ndani yangu. Na mke wangu maybe amebaki ameokoka. Nitakuwa na mtusi kila siku. Sasa huyu bibi akienda mbele ya Mwenyezi Mungu apate kibali aulize, Mungu, si ulete tu malaika akuja nitetee katika hii nyumba yangu. Na mimi nilimuasi Roho Mtakatifu, sina nafasi, niko bali na Mungu. Alafu wewe ninakupatia kikombe ya liki na ni mke wangu ambaye ameokoka. Mwenyezi Mungu akirusha panga ndani ya nyumba yetu, sometimes nitakufa. Ama Mwenyezi Mungu aone huyu bibi yangu ni mzuri sana, ngoja nimpreserve nimlete biguni, nimuondolee hiki mwanaume ambao kiliasi Roho Mtakatifu. Usione kama ni furaha wakati wewe unainuka hivi unaanza kuambia mke wako ni mjinga. Na ulikuwa umejazwa na Roho Mtakatifu na yeye ni mhubiri, unainua mikono mbele ya watu. Na ukifika nyumbani wewe ni unaita bibi yako takataka. Mwenyezi Mungu akipata favor ya huyo mama aigie tu huko na upanga, hakika tutakuweka kaburini. Tutakuweka kaburini. Usicheze. That's the revival inakuja na pain nyingi na Mwenyezi Mungu namna hiyo. Wewe umezubua mtu miaka 40. Amekaa na wewe amekuvumilia. Ulikuwa umejazwa na Roho Mtakatifu mkioana. Roho Mtakatifu ulisini, ulifanya usharati. Akatoka. Sasa wewe umekuwa kichwa gumu, mateso yote. Yaani unaweza kaa hivi. Usikie bibi yako ni ubwa tu, ama usikie bwana yako ni ubwa tu. Unafanya usharati mpaka kwa mlango yake. Unaandikiwa message mpaka bwana anaziona, unaandikiwa message mpaka bibi anaziona. Unafanya mpaka kwa mlango yako. In fact huyo mama akikaa vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu aingie kwa worship aitishe malaika, akuje ndani ya nyumba. Either mambo ni mawili. Wewe ambaye umekaa utakatifu upiganiwe na Mwenyezi Mungu, akuondolee mzee, ama Mungu akuondoe wewe mtakatifu akupeleke mbinguni. Lakini hapa mmoja wenu lazima asaluti kwa Yesu. Either aende mtakatifu, ama huyu mtakatifu wako na kazi ya kufanya Mwenyezi Mungu anataka aifanye. Na unamzubua wewe mzee ambaye ulibackslide. Umemzubua wewe mama ambaye ulibackslide na ulikuwa na Roho Mtakatifu. Utaondolewa. Utapatwa na pressure uanguke ukufe na tukuzike. Uwe tunauliza tunasema mama ndiye ameua bwana. Bwana ndiye ameua huyo bibi. Tumeitisha panga. Na maana ni revival ina strike. Na moso. Kwa wale ambao mlikuwa mmejazwa na Roho Mtakatifu. Na mna hii mchezo mmepewa mabibi, mmepewa mabwana, mna wa mistreet maana mlibackslide. Unaweza elezea bibi chochote tu. Unaweza elezea bwana chochote tu. Malaika akiingia huko baada ya revival kukuja, hii inakuja. Aingia huko na panga, malaika. Na kuambia utaenda mbinguni ama uende kuzimu. You will die. And I don't prophesy death. Sihubiri watu mahukumu ya kifo. Lakini kama wewe ulikuwa umejazwa na Roho Mtakatifu, uko na bibi ambaye hajafasini, ama uko na bwana ambaye hajasini, kazi yako ni kuenjoy bwana wako wakati unafanya usharati hapa na kule. Maana ulitoka nje ya ndoa na roho akatoka. Kazi yako ni kumistreet huyo mzee. In fact, panga ikikuja mmoja wenu ataondoka. Hiyo is the uzito wa revival. Nyinyi ambao mnainua mikono hivi mnaekelea watu na mnajua yale mmeyatenda Roho Mtakatifu alitoka. Mko wabaya sana kwa manyumba yenu. One of you must move for the other. Na ujue Kristo si mchezo. Akisema, amesema. Alielezea, Mwenyezi Mungu alielezea mtu anaitwa Yona. Eda ukahubiri Nineve. Akasema siedi. Alifanywa nini? Paka anarushwa kwa maji samaki ndiye huyo. Hutalete msukasuko kwa kanisa la Kristo. Kama huyo mko na yeye amejazwa Roho Mtakatifu ulizini na yeye ako hapo anasimama. Watch yourself. A warning I'm giving you on behalf of my Lord Jesus Christ, who is standing with me here.
Watch yourself. Hiyo mdomo yako hakika Mungu ataifunga. Na ninashangaa, ninastuka. Wengine ni watukutu kiwango hii. Ulimuasi Mungu, unayafanya yote. Umeleta ugonjwa kwa bwana yako akikusamehe. Umeleta ugonjwa kwa bibi yako akikusamehe. Kuna mwingine aliniambia, just imagine, bibi yangu ananiambiaga tunakuaga na buzi mbili kwa nyumba. Ati tunakuaga na wanawake wawili kwa nyumba. Huyu mzee ameokoka. Ana feel pain. Ananitafuta ananiambia, pastor niambie ni nini nitafanya. Mke wangu ananiambia tuke wanawake wawili kwa nyumba. Ananiuliza nifanye nini? Ninamwambia hold on. Kama huyu mzee ambaye ananiambia hii amekaa vizuri kwa Kristo, upanga unaingia huko. Either yeye aende akapumzike kuzuri biguni, ama wewe uondolee na utukutu wako. To married couples, watch mienendo yako. Naongea na nyinyi. Maana ndoa ikiisha, kanisa linaisha. Lakini hakuna vile utamdhihaki Mwenyezi Mungu. Na ulikuwa umepewa Roho Mtakatifu. Alafu unakuwa kichwa gumu, unafanya dhambi, unanyang'anywa. Unakaa kumtesa bwana yako, unakaa kutesa bibi yako. One of you must move. I don't prophesy death, but I prophesy the judgment of God in your midst as couples. Kama ulitoka nje, there is no peace for you. Either Mwenyezi Mungu akuondolee huyo mtakatifu, ama wewe uondoke. Mambo ni mangapi? Na moja lazima lifanye kazi. Wale ambao Mwenyezi Mungu ametayarisha wafanye hii revival, wengi wamekunywa vikombe ya dhiki wakiwa wanangojea. Wanatukanwa na opposite. Na Mungu anasema nimesikia hiyo kilio. Malaika anakuja na anaingia kwa hiyo nyumba. Kuna mmoja kati yenu lazima aondoke, ili huyu mwingine atumikie Mwenyezi Mungu. Hata kama mimi ni kichwa gumu, bibi yangu ndiye anakaa vizuri. Unajua hamnijui. Iwe mimi ndiye kichwa gumu, bibi yangu ndiye amekaa vizuri. Alafu ninamtreat vile haitakikani. Iwe ukichwa gumu wangu ndio unasababisha bibi yangu asihudumu kwa Mungu. Nitawekwa kaburini. Vice versa. Hata kwa wewe. Wazazi msiprovoke watoto. Kuna mtoto umepewa na Mungu na ako na kipawa ndani yake. Haendi bila kutumika. Hata ufanye nini, atatumika. Leo niseme tu, Kristo anatupenda. Lakini safari inafika mwisho. Na mimi ningependa Yerusalemu kuishi milele. Hapo Kristo akiwa anaandaa hiyo mesa ya kwanza mbinguni, at least niwe na wengine. Na akina Musa hawa ambao huwa ninawaona kiroho, akina Elijah, akina Abraham, akina Lot, akina Ruth, akina Daudi, akina Suleiman, akina T.L. Osborne wameondoka hapa juzi. Idosa, vigogo wa kumekuwa na vigogo wa kiroho ambao wako biguni. Na unajua sometimes Mwenyezi Mungu anawaita, Kristo anawaita, wanakaa pamoja wanasema tuamue uamuzi uwe hapa. Ni nani atakuwa mhubiri wa karne hii? Wanasema huyu ndiye mzuri. Ni nani atakuwa muamuzi tunataka awe rais wa Kenya baada ya uhuru? Ni huyu. Wanaamua pamoja na Kristo biguni. Hey, I would like to be among them. Na ningependa kabla dunia haijaisha mimi niende biguni. Ningependa hata mimi niwe nikijionea vile ninaonaga wakifanya. Unajua wakati Kristo anaita mtu kama Musa, anamwambia hebu Musa kuja tuongee kidogo. Wanaangalia duniani. Mungu anauliza Musa na akina Elijah, nyinyi mnaonaje tuweke nani mamlakani hapa duniani? Anasema Kenya tuweke huyu. Alafu anauliza hii juu tunataka tulete revival, tutumie nani?
tutumie huyu, anaitwa so and so. Sasa hapa kati hao bibi na bwana, huyu ni mzuri, huyu ni mbaya, ni nani unatoka tuangalie? Akiangalia uzito wa yule amebaki hata kuwa na uwezo na ni mtakatifu, hapana, wacha tuchukue tubakishe huyu, na huyo tusahau na yeye akae hiyo maisha mpaka wakati wa hukumu. Wanaangalia. Unajua kuna magari inakuaga imewekwa biguni ya wale watakatifu. Zetu si kama zenu. Ile gari ninaenda kununua dukani, wakati tu imeingia mikononi mwangu, inakuwa na hiyo glory ya biguni. Hiyo gari inatolewa kwa biguni, inateremshwa pole pole, inakuja kwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, inawekwa. Sasa wanaulizana, ni nani mnaona anahitaji na ni mhubiri anafaa kupewa gari? Ngoja tupee pastor huyu, ngoja tupee evangelist huyu, ngoja tumuinue huyu, ngoja tupee huyu na huyu. Huyu anapewa V8, nizatoka biguni. Huyu anapewa anapewa Toyota Fix. Huyu naye anapewa kagari ingine mzee anaelewa. Huyu tukimpea hii saa hii ataligia watu sana. Ngoja tumpea hii juu kiburi haijaisha kwa moyo wake. Ngoja aende na haka kazee katakuwa kanaharibikia kwa barabara. Unapewa hako kazee, unaenda naye kwa muda, alafu Mwenyezi Mungu anakaondoa, anakupeleka hiyo ingine. Hivyo tunaendelea. Anaangalia huyu mwingine anasema, huyu amenitumikia vizuri sana muda mrefu. Ngoja tu tumkabidhi mamlaka mara moja. Unapewa zimegawa biguni. Sawa na hizi parts za miili yetu. Hii ni kichwa. Unaangalia biguni unaona haya. Kuna kichwa na ni yangu. Ile ninaiona imewekwa mahali ni yangu. Sasa nikikaa vizuri ninasubuliwa na kichwa, nauliza Mungu, si uniponye hii kichwa, inatolewa inafikisiwa ingine mpya parts. Unaangalia yule yako na kidney, ninaziona pale ni za huyu. Huyu Mwenyezi Mungu, si uniponye. Unawekelewa mkono inaponya. Sasa wakati huo tunaomba na wewe, Kristo anaona hii maombi imefika na anatupenda juu ni revival. Anachukua zile, anatuma malaika, dadie, chukua hizo bili upelekee yule. Unasikia mtu alikuwa na kidney failure, zinawekwa ndani yake. Na tumeomba tu simple prayer. Mwingine unaangalia unaona mguu yake imegojeka, amevujika kama mara 4. Aliyapata accident akapata miguu imevujika. Kristo anasema hii mguu dia yake, hii ndio tulikuwa tumeweka spare. Chukua umpelekee. Anakuja usiku ama mchana ukiwa umelala umgojwa, anaitoa tu ana fix ingine. Haya unaanza kupona mpaka usikii ushungu. Ukikaa vizuri kwa Kristo, spare part ya mwili yako iko. Iko. Iko pale kwa Kristo iko. Kuna nyumba imejaa damu. Hiyo inashotwa. Wakati inaletwa ikiwa damu, hiyo inashotwa. Unajua haiwezi weko kado ya huyu na huyu. Wakati huyo malaika ameishota hivi na anakuja kuongeza ndani yako ili uendelee, inawekwa sasa, inagawa. Hii ni group A positive, hii ni group O. Zinagawa na huyo malaika anakuja akikuja kuweka. Lakini hizi parti zingine akina miguu, akina masho, akina nini, zimewekwa sehemu tofauti. Anachukua tu jisho anakuweka. That's how our God is. Mpaka magari ambayo yanaguruma tunaweka petroli, zimejazwa sa watumishi wa Mungu. Na sisemi ati lazima wote wabele wanahubiri waendeshe magari. Ngoje uende pole pole. Kuna yule anaelezwa tumpatie haka kazee, hii kazee kwanza atembee naye, ili maringo hii iko kwa hii nafsi yake na mwili yake tuitoe tu pole pole. Unapelekwa pole pole, unafika miaka 5, unafungua kanisa mara ya kwanza inaanguka, unafungua mara ya pili inaanguka, unafungua kanisa mara ya 3 inaanguka, unafungua ministry hii inaanguka, unafungua hiyo ofisi ni ministry fulani mahali, umeweka license inaenda inaanguka, unafungua ingine inaanguka. Sasa ine ndio inashika. Ati hii kampuni nimejaribu mara 5, mpaka sasa niko Nakuru, niko Meru, nimejaribu hii nione kama itainuka. Unaenda Kinabovu, unajaribu shamba unalima, haiendi. Unakuja Nairobi unafikiri mimi nimefanya biashara gapi? Nimelima mafuti Nakuru. Nimefanya kazi ya kuuza nyama kwa butchery Nakuru, nalipo 600. Nimebeba maji na baiskeli mitungi 3, nauza 30 bob moja, nilikuwa nanunua 5 bob ikiwa 3. Nimeuza mtuba, nimeuza matunda na hurubaro, nimeuza maua. Paka kuna wakati nilitoa rongi 5 kwa nyumba yangu 6 na koti 5 na shati 5, na juu tulikuwa tumekosa mpaka kitu ya kukula. Nikaweka kwa karatasi, nikaweka tape measure, nikaenda Kibera, nikauza tukule.
Na nikakuja nikaanza hivyo, ikashika vizuri. Siku ya pili nikaenda Gikomba ya 3 na kasi ikafuguka mpaka nikaweza kuweka gari kasi Gara market ya kuuza maguo Mtukutuba. Nilitoa nguo kwa nyumba tu. Halo? Sawa, unaniambia umeona shida ni gani? Ni gani umekula ninaajiriwa kazi ya 20,000, ninaajiriwa kazi ya shilingi 15,000, ninataka nianzishe biashara niashane na hii. Wewe, usiashe hiyo ya 20,000 kama wakati huu. Usiashe. Utakuja kufungua huku, utakipata. Maana haiendelei juu ya COVID, juu hakuna pesa. Lakini wahubiri wakubwa, hebu niwaulizeni, wahubiri wakubwa, mmesimamia madhehebu kubwa Kenya. Kwa nini mli exchange voice yenu ya Kristo aliye ndani yenu na mali? Kwa nini mli exchange? Hiyo ni swali tunauliza na si kupenda kwangu. Kwa nini wakubwa wa makanisa mli exchange the voice of God in you with the pesa? Na maana Dr. Joya hajakufa, simumtembere nyakati hizi amepewa na Mwenyezi Mungu, maana ni kigogo na ni wa kiroho na ni mtu ameokoka. Mumuulize kama kuna wakati moja alibadilisha the voice of God ambayo iko ndani yake na mali. Kuna wakati alibadilisha? Hebu niseme hii. Ukipewa 1,000,000, unyamase, sauti ya Mwenyezi Mungu isisikike ndani yako. Ile kitu Mwenyezi Mungu atafanya, atasababisha hiyo 1,000,000 umepewa iishe haraka kabla haujafika mahali unataka. Na juu ukirudi hutapata ya pili, hata wewe utakunywa kikombe na dhiki na sisi. Na saa hiyo ukienda kuongea usikiki. Kwa nini? Kwa nini? Auliza Mungu. Mulibadilisha voice of God with the material things. Kwa nini? Halo? Unataka kuniambia nifungue kanisa siku ya leo, niwe mhubiri, strong person of God, mtu ambaye ana mafuta, alafu niwe na kanisa ya watu kama 1,000. Nikitaka shilingi kama 1,000,000, ninaambia washirika ninataka 1,000,000 munipee before Wednesday. Wanashaga before Wednesday wananipea 1,000,000. Alafu wewe, mimi ambaye ninapewa hiyo 1,000,000, nikutana na mrembo mzuri ambaye amesimamisha matiti sex once, niibadilishe na hiyo mafuta ambayo Mwenyezi Mungu amenipea, inasababisha niwaitishe 1,000,000 mnanipea na 3 days. Sasa nikibadilisha hii 1,000,000 na msichana mmoja nilale na yeye Thursday, hiyo kesho ingine nikuje niwaitishe 1,000,000 mkatae kunipatia. Maana in the spirit Mwenyezi Mungu is working. Ukifanya tu hiyo, unabadilisha hiyo 1,000,000 huwa anakupea kwa madhabahu na sex ya 1 day. Sasa watu wetu, kati ya sex ya 1 day na hiyo 1,000,000 unapewa kwa madhabahu, kama wewe uko na mafikirio mazuri, what would you choose? Wengi wana choose 1,000,000 na wanakataa kukatalia, wanakataa kuashiria mwanamke. Ninaongea na wahubiri wanaume. That thing you call sex ndio imekuagusha wewe. Unaifanyia kwa siri. Hatukuoni lakini tunakuona. Msifikirie wakati mko kwa madhabahu hatuonagi. In fact nimeongea na mtu mwingine hapa, na ni so junior kwa kanisa, anakaa tu haongei. Ananiambia, "Pastor, unajua mimi ninaona sewage inatoka kwa madhabahu yetu." Sio mmoja ameniambia hivyo. Madhabahu yetu ya kanisa, ninaona kunatoka sewage inakuja mpaka hapa chini kwetu mahali tuko. Ananiuliza hiyo maana yake ni nini? Hata wewe niambie ni nini? Wakati unajifugia kwa nyumba, mwanaume unafanya hiyo kitu mara moja tu na huyo mrembo unaona. Mwenyezi Mungu akiwa biguni, kati ya watu 100 ambao uko na kanisani na wao, Mwenyezi Mungu anafunulia 10. Na ndio unaona wanaondoka kwa kanisa hawaongei na wewe. Wameonyeshwa ile kitu unafanya. Ukijificha kwa giza,
Unaifanyia kwa giza. Naye Mwenyezi Mungu anakuja kwa spirit. Wale ambao wanakupenda, wanakuombea kila siku maana umebeba mzigo. Naye Mwenyezi Mungu anawaambia, siku ya leo pastor wenu amefanya hii kitu kwa giza. Na ndio hii. Amefanya hii na huyu. Najua anakupenda, wananyamaza. Unaona wakikuangalia wakitigiza kichwa wakati unahubiri. Mpaka unaona wanalia. Unafikiri wanacheza. Tunawaona wahubiri. Tunawaona. Mnayoyatenda. Tukitaka kuyalete limelight juu. Kuna washirika huko nao hapo kanisani. In fact wakianza kukuelezea yale wameonyeshwa na Mungu, utarundi nyuma uende ukajifiche. Na do you know, kati ya hao unaona wamejazwa na Roho Mtakatifu, uko na hao kanisani, usifikirie wakuoni. Ni vile gano na dhawani sikue pamoja. Wanakuona throughout. Paka mahali ulitolea nguo wanakuona. Paka ukienda kufanya hiyo kitu wanakuona. Wanaletewa life vile unafanya. Na wewe unakuja unajifanya mbele yao mtakatifu. Please, msifikirie hatuoni. Sisi tumekaa chini, tunaona. Unajua watu wanasema, ukitaka vizuri unajifunika washirika wasikuone. Tunawaona. Sawa sawa. Na macho ya Mungu haina ile kitu tunaitaga jereli. Ile inasuia usione. Haina. Kwa hivyo nikinenewa mara ya kwanza, ninenewa mara ya pili, ninenewa mara ya tatu. Ndio unaona wanaondoka kanisani pole pole na hawaongei. We, nimekusalimia. Ile kitu iko. Siku zimehesabiwa. Hiyo kiti uko naye inapewa mwingine. Na utatelemushwa. Utatelemushwa. Utakuwa unalia ukiwa umekaa nyumba ya shilingi 2,000 ikikushida kulipa. Think about it. Kazi ambayo umepewa si yako, ni ya Mungu. Na hata mimi ninaongea namna hii. Nikikaa vibaya mpaka mtoto wangu anaonyeshwa. Kama wanaonyeshwa na Mungu mazuri ambayo ninayatenda na ile ninafaa kufanya, kwa nini unaona hiyo ingine hawezi? Na hebu niwaambieni hii wahubiri. Hebu ita hawa watu unaonaga wamejazwa na Roho Mtakatifu, unaona wamenyamaza siku hizi hawaongei. Uwaite tu kwako, mkule na wao, na uwaambie, brethren, niambieni ile kitu iko kwa mioyo yenu hamsemi. Na utubu uambie mimi nimefanya makosa ninajua. Niambieni maneno ambayo Mwenyezi Mungu amenena. Maana wengi wametumwa kwenu na jua na waheshimu hawawezi ongea maana ya heshima. Lakini sikieni hii. Siku ya kubaduliwa inakuja. Wengine sisemi. Fanyeni tu vile mnataka. Kuleni tu zile nono. Lakini mjue kuna wengine wako na macho kubwa kwa hiyo makanisa muko na wanaona vile mnafanya. They know. Wamefunuliwa yote mpaka mwisho. Na ndio unaona wananyamaza pole pole, wanaondoka kwa kanisa na wanakuacha. Wakienda nje unajua anasemaga nini? Guy, unajua huyo mhubiri, ukimjua vizuri, mimi sikwambii full stop. Na yeye anaingia kwa magoti, anaomba, anakuona. Tunawaona, mjue hivyo. Usione kamama, usione kama mwanaume kamekaa hapo unaona tu kanaomba kakiwa kamenyamaza hivi kanalia ufikiria akajui. Tunaona ile mnafanya kwa giza. Na Mungu anatuambia, nikikupea mamlaka usiwe kama huyu. Tunafundishwa na nyinyi. God bless you. God bless you. God bless you. Na hiyo njia mumepitia anasa, msirudi nyuma, muende tu. Muende tu. Wengine mumeabukisha mabibi zenu. Unaabukisha ugonjwa wa gosi wa gono wa nini leo. Baada ya miezi 2 unaabukisha. Mwezi wa 3. Brethren, watumishi. Semeni tu hatuoni. Tunaona. Tunaona in fact. Na niseme hii.
maandiko inasema hakuna kitu Mwenyezi Mungu anaifanya duniani kabla hajajuliza marafiki wake nabii. Who is your prophet, my brother pastor? Who is your prophet? Kama hako hapo na unajua ni prophet, anakuona mpaka nyumba yako ya ndani. Ogopa hiyo. Na ujua wakati anakuona, wanakuwaga hapo na Kristo. Umebadilisha 1,000,000 na sex. It's okay. Heri hugesaliwa. Bibi mzuri hawezi kuja kanisani mrembo na usimuone. Nyinyi mumebadilisha sauti ya Mwenyezi Mungu na mali. Nyinyi mumebadilisha sauti ya Mwenyezi Mungu na sex. Nyinyi paka mtu anafika kiwango ya kusema hiyo mambo ninafanya itaulizwa Mungu. Nyinyi itaulizwa mimi. Mhubiri anasema hivyo. Nilale na wewe na mimi ndiye nitaulizwa. Nyinyi unalala na mwanamke ama msichana wa kanisa na unamwambia nitakuwa na nyamaza. Wewe, I pity you. Huedi hesabu miaka yako na ile umebakisha ugawe nusu. Kama uko na 40, Mwenyezi Mungu atakuondoa duniani ukiwa na 70. Gawa hiyo miaka 2. 10 utakaa sawa, 10 utaona. Tutakuwa tunasema history. Ni wabunge wangapi tunaona wanakaa manyumba ya mabati huko hawana hata kitu? Ni wangapi tumeona? Maskini. Matajiri tumejionea hapa wamefilisika. God bless you. Baba, katika jina la Yesu Kristo, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Nisamehe dhambi ambayo nimetenda leo. Kama nimetoka kinyume na nimenena kinyume, Mungu nisamehe. Lakini kama nimenena mapenzi yako Mwenyezi Mungu, tembea. Hata mimi nikiwa nimekaa vibaya na unajua nimekaa vibaya na ninapotosha mtu fulani, usiache nimalize miezi 2 duniani. Usiashirie. Kama hii platform ninatumia kuna mtu ninajua ninatumia vibaya na ninaitumia vibaya, usiniruhusu miezi 2 Baba. Hiyo ndio kiwango nimekuja mbele yako. Na kama ninakubalika mbele yako Mwenyezi Mungu, na huyu mwingine ambaye ninasema habari yake anakubalika peke yako mbele yako Mwenyezi Mungu, wainue kiwango ya mapenzi yako. Na hao ambao Mwenyezi Mungu anafanya dhambi kwa siri wa kitumbu, wasamehe. Warudishe kwa madhabahu, kazi iendelee na revival tupatie. Jina lako Kristo litukuzwe. Wewe ambaye ni mgonjwa na umepata kuona hii video, ninaashiria uponyaji katika mwili wako katika jina la Yesu Kristo. Jesus visit them. Hao na hao ambao Mwenyezi Mungu unawatetea ni watakatifu, naitisha malaika kwa kila nyumba. Na hii sauti ifike mwisho Baba. Tutetee wa Kristo ili tuhubiri jina lako Kristo, ambao tumekaa kulingana na mapenzi yako. Naitisha utakatifu wa hali ya juu na wokovu wa kweli kwa hawa ambao wananisikiza saa hii na wanalia machozi wakisikia hii sauti. Naitisha wokovu wa kweli katika maisha yao. Na hawa ambao ni watukutu, wanatuenjoy, wanatunyoshea vidole, paka wakiona video kama hii wanasema ujinga huu. Mwenyezi Mungu, mapenzi yako yatimie katika maisha yao. Nimekuona ukiteremuka hivi, unateremusha malaika, anapigana vita mpaka kifo inatokea. Sitishi kifo, lakini Baba, waweke wajionee kasi ikiendelea vizuri, wasikufe Baba. Waondoe tu, wakae wajionee kasi ikifanywa vile inatakikana na wale umeweka katika gap. Jina lako Yesu litukuzwe. Naomba kibali kwa nafsi hizi ambazo zinasikia hii sauti, ambaye ni mgonjwa akikubaliana na mimi saa hii, na ashiria uponyaji katika maisha yake. Peace in the house of this, peace in the body of this ambaye ananisikiza. Jina lako litukuzwe. Mwenyezi Mungu, inua wengi kiwango ya mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu nimeomba hata na kuamini. God bless you. God bless you. Na Kristo anasema mwanzo wa revival huko na sisi hapa.
na unaenda, hii injili hii ya kutoka Kenya hakuna kusimama. Liwe ni lipi, hii haisimami, inaenda the whole world. Na sio mimi nasema, ni Kristo. Hii haisimami. Hata shetani haya ameomba ruhusa gani, tunakataa hiyo ruhusa mbele ya Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Injili ya ukweli lazima iendelee. Lazima injili iendelee. Mungu awabariki. Mungu awabariki. God bless you all in Jesus' mighty name. Shalom.